Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji ambaye kwa wakati huu tumepata fursa kuungana kwa pamoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitika kwa majina ya Sheha Makame ama full name Sheha Haulia Makame. Kipenda pia unaweza kuniita Makame Mtikisandimi, ni nickname yangu. Nimekuwa mwongozaji wa vipindi vya kaswaida takriban kwa miaka kadhaa. Lakini pia nimekuwa ni mdau wa masuala ya kaswaida ndani ya ardhi yetu hii ya Tanzania, na nimekuwa nikisupport sana hasa undergrounds. Sasa sitaki tuzungumze huko leo, nataka tuzungumze kitu kimoja muhimu sana. Unajua, kama ni mfuatiliaji wa hizi kaswida kuanzia miaka ya tuchukulie hapa 2000 ama 99 2000 mpaka kufikia huko ambako sasa hivi tupo, kuna mabadiliko fulani unayaona. Ukitoka mwaka 2000 mpaka ukija kwenye 2010 utaona kuna utofauti kati ya kaswida za kipindi kile na kaswida za kipindi hiki. Hilo ni moja, lakini jambo ambalo nataka hasa tulishike, nataka tufahamu tu kwamba jamii ya sasa imekuwa na ongezeko la vijana wengi sana ambao wanafanya kazi hizi za kaswida, lakini mbaya sana jamii wenyewe ni kwamba wanaofanya asilimia kubwa yawezekana ikawa kwenye 50% ama 60, hawana uelewa wa kaswida kama kaswida yenyewe. Hawana uelewa nini kinatakiwa kiwekwe kwenye kaswida, hawana uelewa nini kinatakiwa kifanyike kwenye kaswida, na hawajui madhumuni ya kaswida ni nini. Wengi wamekuwa wakijinasibisha na kaswida, lakini ni watu wa bongo flava. Mtu unamkuta anaimba kaswida, lakini kaswida anayoimba hata ukisikiliza haipo katika maudhui ya kaswida kabisa. Tunafahamu kaswida zina njia zake, tunafahamu kaswida zina maudhui yake, yani ina zile ujumbe wake zikoje. Tunafahamu ili kaswida iwe kaswida inatakiwa iwe na nini, lakini vijana wetu wengi sasa hivi hawaelewi. Ndio maana inapelekea ukiwa unasikiliza kaswida, wakati mwingine mtu akikukuta anaweza asielewe akajua unasikiliza bongo flava, lakini zamani ilikuwa ukisikiliza kaswida unapata kuielewa na unajua nini kinachozungumzwa, yaani bila hata kusikia yale maneno mwimbaji kazungumza nini au kuona video yake ikoje, unajua kwamba hii ni kaswida kutokana na zile ala zake zilizotumika. Tunasema kama ni beats, basi beats zake zilivyo, na namna ambavyo mifumo ilivyo. Lakini sasa hivi tumekuwa na mabadiliko makubwa sana, na hii inapelekea ule uhalisia wa kaswida zenyewe kupoteza. Na wakati mwingine watu wenye tunasema watu wenye fikra za mbali zaidi huwa wanatuona sisi wahuni, na wanatunasibisha hivyo kwamba wanasema nyinyi vijana wa Kiislamu ni wahuni tu kwa zama zetu, kwa sababu mnachokifanya sicho. Kwa hiyo mimi niwakumbushe tu kwamba tunapotaka kufanya kazi hizi za kaswida, basi tuwe tunatazama, tunaangalia okay, kaswida yangu mimi inahitaji nini na nini, kaswida inatakiwa iweje. Kifupi, kila mmoja asome, kila mmoja apite angalau kwa mwalimu ama shekhe. Ukiandika mistari yako ya kaswida, hebu nenda basi mpelekee akutazamie, akwambie hili neno ondoa, hili neno liweke, hili nenda nalo, hili halifai. Sawa? Kwa hiyo la kwangu mimi leo ni hilo, niwakumbushe ndugu zangu, tusiharibu ile muonekano wetu, haiba yetu ya Kiislamu, hasa katika burudani za kaswida hizi, tukazifanya kwamba ni sehemu za watu. Sasa tukawapa sababu za kutupigia humo, tukaonekana wote sisi ni wahuni na hatuna tunachokifanya cha maana. Kwa hiyo inshallah niwaombe kila mmoja wetu, hebu tujitahidi kuyafanyia kazi haya. Inawezekana tukarejesha yale matumaini ambayo ndugu zetu wa miaka ya hivi karibuni walikuwa wakitutumainia kwamba tutakuwa sehemu ya ufikishaji ujumbe
vizuri kabisa katika jamii. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku iliyokuwa njema iwe nawe.